mwaka huu tunategemea kwamba Watanzania 4,000 wanatarajiwa kutekeleza ibada ya hija. Kati ya watu hao mahujaji watarajiwa 2,600 wanatarajiwa kusafirishwa kutokana na taasisi zilizosajiliwa Zanzibar, na mahujaji 1,400 wanatarajiwa kusafirishwa na taasisi ambazo zimesajiliwa Tanzania bara. Mahujaji hao 4,000 wataambatana na viongozi 40. Kati ya viongozi hao, viongozi 26 watakuwa wanahusiana na masuala ya utawala na uendeshaji. Viongozi 10 watakuwa ni watu wa afya, na viongozi 4 watakuwa ni watu wa vyombo vya habari. Kwa hivyo huo ndio utakaokuwa mjengeko wa mahujaji ambao ni 4,000 pamoja na viongozi 40, wakiwemo 26 wa utawala na uendeshaji, 10 madaktari na 4 wa vyombo vya habari. Alhamdulillah, katika mwezi wa Novemba tumekamilisha maandalizi ya msingi ikiwemo kutiliana mkataba pamoja na Wizara ya Hija ya Saudi Arabia kwa ajili ya matayarisho ya mwaka 2027 au 1448. Aidha, utaratibu wa malipo kwa njia ya mtandao yakiwemo malipo ya mahema, makazi, chakula na kuchinja umetakiwa, na kwa viongozi wa mashirika ya hija wametakiwa wasisafirishe pesa zao isipokuwa kusafirisha kwa utaratibu maalum, yani kupitia mtandao, kwamba sasa hivi hakuna pesa itakayosafirishwa kwa mkono. Kwa hivyo vitu vyote hivyo vinataka maandalizi ya mapema. Ndugu wananchi na ndugu wanahabari, kuna utaratibu maalumu ambao umewekwa na ipo ratiba maalumu ambayo tunayoifuata. Kwa hivyo ratiba hii kufanikiwa kwake ndio kufanikiwa kwa shughuli za hija, na kuachwa kwake maana yake mtu inampelekea asiweze kutekelezewa ibada ya hija. Kama tulivyotangulia kusema kwamba tarehe 8 Juni mwaka 25, wakati sasa hivi tuko katika mwezi wa Disemba, ni kwamba tulimaliza kupokea hati ya maandalizi. Kwa hivyo huu ratiba ambayo tunayoitumia ni kwamba tulipokea toka tarehe 8 Juni na tukapangiwa utaratibu kwamba kwa mwaka huu utaratibu tutakaofuata utakuwa hii. Kwa hivyo hili limekamilika. Tarehe 26 Julai ilikuwa ni kipindi cha kuweza kutoa taarifa kwa ajili ya mahema. Ni kwamba kama tunavyojua katika mwezi kuanzia mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, 11 na mwezi 12 ambazo ni siku za hija, mahujaji huwa wanaondoka Maka mjini na kuelekea Mina, Arafa na Muzdalifa. Kwa hivyo kule kunahitajika kukaa katika kambi maalum au mahema maalum. Takriban hilo namna ya kulipanga lilikuwa kambi hizo, na tumepewa hizo kambi kwa mujibu wa idadi ya watu tunaotegemea kupeleka. Kwa hivyo hilo lilikuwa limekamilika. Aidha, tarehe 23 Agosti ilikuwa ni mwisho wa kuhifadhi au kuthibitisha kwamba haya mahema tutayachukua na kuanza kulipia. Kwa hivyo hii tunachozungumza ni kwamba malipo tayari, baadhi ya malipo mengi tayari yameshafanyika. Kwa hivyo kwa msingi huo, kwa mtu ambaye ameamua kutekeleza ibada ya hija, asisubiri tu kwamba mpaka dakika ya mwisho au ifike Ramadhani ndio apeleke malipo yake, kwa sababu tunapozungumza ni kwamba kuna malipo mengi tayari yameshafanyika. Agosti 24 ilikuwa ni kuanza mikutano ya maandalizi ya hija kwa njia ya Zoom, ambapo kama kulikuwa kuna changamoto mbalimbali zilizokuwa zikitokezea tuliarifiana na tukazitatua, na baadaye changamoto hizo zilikuja zikafikiwa tarehe 9 Novemba, ambapo ilikuwa ni tarehe ya mwisho ya kusaini mikataba, ambapo kwa upande wa Tanzania tulisaini mkataba na Wizara ya Hija ambayo iliwakilishwa na Naibu Waziri wa Hija. Kwa hivyo hapa tulikamilisha maandalizi yote kufika tarehe 9 Novemba. Shughuli inayoendelea hivi sasa ni kuhamisha fedha. Hizi pesa ambazo tunafanyia malipo, tunalipia nyumba,
tutalipia kuchinja, tutalipia chakula. Tunatakiwa kuzihamisha kutoka katika akaunti zetu zilizokuwepo Tanzania na zinakwenda katika akaunti maalum ya ofisi kuu ya hija iliyokuwepo Saudi Arabia. Takriban hii inatakikana ifanyike mpaka tarehe 21 Disemba. Kwa msingi huo, ili fedha zetu tuzisafirishe vizuri, taasisi za hija mara nyingi wanategemea zile fedha ambazo zimelipwa na mahujaji. Fedha hizo ndizo ambazo na wao wanazipeleka Saudi Arabia. Kwa msingi huo, tunatoa wito kwamba mahujaji ambao wanakusudia kutekeleza ibada ya hija kwa mwaka huu wajitahidi kulipia, kukamilisha malipo yao ili taasisi ziweze kufanya maandalizi ya mapema. Takriban tarehe ya mwisho kutakuwa kuna malipo ikifika tarehe 4 Januari itakuwa ni tarehe ya mwisho ya malipo ya mahema, makazi na usafiri. Kwa hivyo inapofika Januari 4 tunatakiwa iwe masuala ya mahema zote tumeshalipia, usafiri tumeshalipia na makazi tumeshalipia. Kwa msingi huo, kama mtu atakuwa hajalipiwa, maana yake ni kusema kwamba hija yake itakuwa haipo, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu ambazo kwa mkataba tulioingia na Saudi Arabia, wao wanasema ikifika hatua hatujakamilisha, maana yake wao wanafuta, kwa sababu mahitaji yapo mengi. Kuna mkataba mahema hujalipa, maana yake kuna watu ambao wameko pending wanayasubiri. Kwa msingi huo wao wata cancel, atapewa yule ambaye yupo tayari. Ikifika tarehe 20 Januari itakuwa ni tarehe ya mwisho ya malipo ya usafiri na mahema. Ikifika tarehe 1 Februari mwisho wa kukamilisha malipo ya makazi Maka na Madina. Takriban ikifika Februari kwamba watu masuala ya nyumba iwe tayari tumesha yakamilisha, na ikifika Februari 8 ni tarehe ya mwisho kuwasilisha taarifa za mahujaji. Kwa maana hiyo kwamba taarifa za mahujaji sasa hivi zinatakikana zianze kukusanywa. Kama mtu hana pasipoti, maana yake aandae, na ikifika tarehe 8 Februari ambapo muda hauko mbali, tunatakiwa taarifa za mahujaji wote, pasipoti zao ziwe zimeshafikishwa, au zile taarifa zao elektroniki ziwe zimeshafikishwa katika vyombo vinavyohusiana na masuala ya hija Saudi Arabia. Na ikifika tarehe 20 Machi ni tarehe ya mwisho ya utoaji wa visa, kwa sababu ikifika Februari maana yake visa zitaanza kuwa processed, kuandaliwa, na ikifika tarehe 20 Machi inatakikana kwamba watu wote wawe washapewa taarifa za visa zao. Na ikifika tarehe 25 Machi ni kuanza kuingiza taarifa kwamba haji fulani na fulani watafika Saudia siku fulani kwa ndege fulani, watashukia uwanja fulani, ili atakapofika kule kuna kadi maalum ambayo inaitwa nusuk, ambayo ndiyo itakayomwezesha kuingia Madina, ndiyo itakayomwezesha kuingia Maka, ndiyo itakayomwezesha kutekeleza mambo mengi, kama ni kutambuliwa kwamba ni haji, aipate wakati yuko airport. Kwa hivyo haji hiyo itapatikana, kadi hiyo itapatikana iwapo hizi taarifa zake zitakuwa zitaingizwa, na itaelezwa kwamba haji fulani atakuja na hili mwisho wake ni tarehe 25 Novemba. Ndugu waandishi, tarehe 25 Machi 2026, na tarehe 18 Aprili itakuwa ni makabidhiano ya mahema na kutaanza kufika mahujaji. Kwa hivyo tarehe 18 Aprili mtu anataka kwenda mapema anaweza akafika kutekeleza ibada ya hija, na sisi tutakuwa tayari tumeshapewa mahema yetu kwa ajili ya kuyaandaa ili mahujaji wetu waje wafike. Ndugu waandishi wa habari, miongoni mwa mabadiliko yaliyotokezea katika mwaka huu ni uratibu wa afya. Masuala ya afya mwaka huu yako namna tofauti. Kila mtu anatakikana awe na kitambulisho maalumu kinachoonyesha kwamba yuko fit kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Na tulitoa maelezo ya kina kwamba ili mtu awe fit, maana yake kuna maradhi awe hana, yametajwa. Kuna hali asiwe mzee kupita kiasi. Kwa hivyo vitu hivi navyo vinazingatiwa.